Kwenye safu ya biashara, Kenya inapania kujumuisha matumizi ya akili mnemba katika sekta zote za kiuchumi katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kwa mujibu wa mkakati uliozinduliwa leo na ambao utekelezaji wake utagharimu shilingi bilioni 150, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi Dijitali William Kabogo ameondoa hofu kwamba Wakenya watapoteza ajira kutokana na matumizi ya teknolojia. Kwa taarifa zaidi, hii hapa kitengo chetu cha taarifa za biashara. Kwa mujibu wa mkakati madhubuti wa kidijitali wa mwaka 2022 hadi mwaka 2032, akili mnemba ama AI imebainishwa kuwa nguzo muhimu ya kuongoza ubunifu na ujasiriamali humu nchini, mbali huku umuhimu wa kuwapo kwa mpango mahususi wa matumizi yake ukiangaziwa. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi Dijitali William Kabogo amesema mkakati huo utalenga vyuo vya mafunzo anuwai ili kubainisha talanta, mbali na kutunga sheria itakayowezesha wanaohitimu kutoka vyuo vikuu kuajiriwa kama maafisa wa akili mnemba. The question is not whether to adopt AI, but how we can lead in shaping its trajectory. Kenya must be at the forefront, not just a consumer of AI technology, but also a creator, innovator, and the thought leader. Kwingineko, wakulima wa kahawa humu nchini wanatarajiwa kupokea mapato ya kuridhisha kwa mazao baada ya kupokea ujuzi kwenye mradi uliodhaminiwa na serikali ya Italia kwa kima cha shilingi milioni 420. Mradi huo wa miaka 3 uliwalenga wakulima wa kahawa kutoka kaunti 7 ambao pia walipokea mafunzo kuhusu mbinu bora za kilimo. That Arabica has achieved significant results. Just to mention one, the creation of 7 new Kenyan coffee brands, 1 for each participating county. This represents a strategic step towards giving Kenya coffee a strong and distinctive identity. Mwishowe, benki ya HF Group imenakili faida ya shilingi milioni 524.7 katika kipindi cha mwaka mmoja, kiwango kinachowakilisha ukuaji wa 35.2%. Faida hiyo iliyochochewa na ongezeko la 18.5% la riba ya mikopo na huduma nyingine kwa wateja. Licha ya faida hiyo, benki hiyo haijatangaza mgao wa faida kwa wenye hisa. Our interest income up 23% and non-funded income up 21%. We've kept a good control of costs. So it's a nice, steady growing business. Frederick Mwoki, Darubini.